Ndani ya dakika 5 mtu anauawa na kuelekea kuzimu ndani ya mji huo na muuaji aache alama yoyote. Picha yetu inaanza watu wakisherehekea mwaka mpya na furaha zote na burudani zote zikiendelea na mataa mengi yakiwaka, yani furaha tele. Lakini ghafla mauaji na muuaji anaonekana akifanya mauaji bila kujulikana na bila kuacha alama yoyote. Watu wakiona pale wanaluka, hawajui kinachoendelea, lakini kati yake watu wanauawa vikali na askari na watu wote wanachanganyikiwa. Nani ambaye anafanya mauaji? Huyu hapa mwanadada ambaye anaitwa Eleanor. Eleanor yeye ni askari mpelelezi ambaye anashughulikia masuala haya ya uvamizi, na alifika chini ya ule mjengo ambao juu ulifanyika pati nzito na kuendelea kumsaka muuaji, lakini alisaka bila mafanikio yoyote na mapolisi wengi wakaongezeka, na Eleanor alikuja moja kwa moja ndani ya chumba hiki na kuanza kupekua na kuanza kuzima taa zote, maana muuaji yeye anafuata alama za mianga na kufuata alama mbalimbali, maana gorofa lake alijitega na alama nyingi zikionekana kama yeye kuhisiwa yuko hapo. Lakini Eleanor na baadhi ya maskari wenzio wakiendelea kufanya upelelezi na walichukulia mashtaka jengo fulani, kwa ina maana walilitega, lakini punde si punde jengo lile nalo lilipuka vikali, na Eleanor na maskari wenzake, wazima moto, FBI, fanya fujo uone, na wazee wa kutembea kwa miguu, maskari wa kawaida, wote walikuja pale eneo kuendelea kuangalia nani ambaye anaendelea kusababisha matatizo ndani ya nchi yao. Lakini walisaka bila kuonekana ushahidi, bila kuonekana mtu yeyote, na watu wengi walishuka kutoka ndani ya ghorofa lile na hawakupata chochote, na maskari waliingia ndani, lakini moto ulizidi kuwaka. Lakini Eleanor anajikuta hapa moshi unamzidi nguvu na pumzi nataka kuisha, kwa sababu unajua tena moshi unapopambana na mapafu yani kama pumzi yako haijakaa thabiti na haina ulinzi mzuri, inaweza kukufanyia upate madhara. Eleanor anadondoka hapa, anapoteza fahamu, lakini kuna askari mmoja ambaye yeye anashughulika na masuala ya afya, ambaye si mwingine bali ni Dr. Jack. Dr. Jack ambaye yeye mwenyewe vile vile ni askari wa medical, yani hawa ni maskari ambao wanashughulika na madawa tu katika vita. Na huyu hapa anaitwa Lamark. Lamark yeye ndio mkubwa wa kikosi hiki. Lamark yeye ndio in charge ambaye anahusika na kila jambo ambalo kutokana na hawa wahalifu ambao wanalifanya. Lamark yeye ndio anafuatilia kesi zote za uhalifu ndani ya jiji hili. Lamark leo aliita kikao na kuambia kwamba huyu mtu anatusumbua sana, na huyu mtu anapofanya matatizo yake aache alama ya aina yoyote, na hatujui huyu mtu ana uzoefu gani katika hili swala, kwa sababu haiwezekani wewe mtu unafanya kazi tu alafu uache alama yoyote. Na maana huyu ni askari anaonekana ambaye amestaafu, na askari huyu anaonekana ana kisasi na serikali, ama maybe ni mtu mbaya tu ambaye yeye amesomea masuala sana ya kushuti. Sasa Lamark akataka kuambia wenzie wafanye uchunguzi haraka iwezekanavyo, wajue ni nani ambaye yuko nyuma hii panzia. Mwanamama hapa alifuatwa kidogo, lakini mtu mzima Lamark alikaa alisikiliza na kuingia na kutaka kujua nini, kitu gani ambacho kinaendelea kwa maaskari hawa. Maaskari watembea kwa mguu waliripoti, bwana, kuna mtu tunamshtumu ama tunamdhania, kwa sababu haya mambo hayawezi kutokea tu na ghorofa lile bila huyu mtumiwa ama huyu mlengwa kugewa funguo ya eneo hilo kuangaliwa. Mwanadada habari zile alizisikia vizuri. Apunde mheshimiwa wake aliingia Lamark na kumwambia kazi hii kwa mikononi mwako. Asubuhi yake ilipofika, mwanadada huyu aliingia katika mgahawa mmoja, na hapa ulikuwa na kikao ambacho sio mwingine ni yule Jack ambaye ni askari medical ambaye anaonekana professional sana. Kwa hiyo mtu mzima Lamark aliona bora aandae kikosi cha maaskari ambao ni wazoefu katika masuala haya. Hapa walikutanishwa na maagent wengine, Klopp pamoja na Malkard na Klopp. Hawa wote ni maaskari wapelelezi ambao hawa wote wanashughulika katika vitengo mbalimbali. Kwa Lamark alikusanya maaskari wenye uwezo na wenye uelewa mkubwa juu ya kesi hizi za mauaji. Lamark na McDonald kila mtu aliingia kwake, kwa sababu kila mmoja ana uzoefu wake. Huyu anasema bwana, huyu askari anaweza kuwa mwanajeshi ambaye tayari ameshastaafu, na huyu hapa anasema hawezi kuwa mtoto mdogo. Ni kweli tunajua hilo, lakini inabidi tuangalie huyu mtoto mdogo ni nani, kwa sababu huyu mtu si mtu wa kawaida. Jack alicheka sana, lakini Lamark anaendelea kuambia hakika inabidi tumjue ni nani, kwa sababu kesi iko ishakuwa mbaya. Walitoka moja kwa moja kwenda katika ile sehemu ya watu ambao wameshafariki dunia kutokana na bunduki ya huyu jamaa ama sniper huyu ambao anawaua. Huyu mchizi alikuwa akosei, maana watu wengi wameuawa kwa bunduki hiyo moja na alama iko pale pale sehemu moja. Lamark alizidi kuchanganyikiwa, pamoja akiwa na Jack, pamoja akiwa na Mark na yule mwanadada Eleanor. Basi wote wakiwa hapa wanasema
huyu mtu si mtu wa kawaida, huyu mtu wa kufuatiliwa vizuri. Na asubuhi yake ilipofika hapa Frank FBI, yeye kuna mtu ambaye alimshtumu na moja kwa moja aliagiza kikosi moja kwa moja, na alipata amri kutoka makao makuu, akaambiwa usifanye jambo la tofauti. Ina maana inabidi tumuendelee mtu mdogo mdogo ili mradi mungana. Lakini mchizi akatoa oda, lakini sasa mlengwa baada ya kupewa oda ile akaona kama atauawa bila hatia, ikabidi ajitupe kutoka juu ya gorofa mpaka chini ili mradi apoteze maisha, ili mradi ajiondoe katika kuonewa. Lakini jambo hili liliwashtua watu wengi sana, na ikabidi wamwambie Jack, wewe una matatizo gani? Yani kutoa amri tu pasipo na maelezo mazuri. Nyinyi maaskari gani? Mnako kama maaskari wa nchi fulani bwana. Yani upelelezi uje ufanya alafu wewe unataka kumshtumu mtu. Lamarck alifoka sana kwa sababu huyu ni hatia ambaye amekufa na hakuwa mwanga wa jambo lolote, lakini amekufa bila hatia. Kwa hiyo Lamarck alijikuta anamfokea sana Jack na kumwambia Jack, hachana na hizo kazi. Hapa kuna watu sasa baadhi ambao wamechukuliwa. Hawa ni watu ambao walikuwa wanakaa katika jengo lile ambalo huyu jamaa amejitupa. Huyu anaitwa Loni, yeye ni baba single father ambaye yeye anamlea mtoto wake mwenyewe na kuangalia. Lakini huyu Loni yeye ni mcholaji wa majengo, ni mcholaji wa lamani, mcholaji wa kila kitu. Kwa huyu hapa anaulizwa, ili swala unafanyaje na iko chumba? Anasema bwana, kile chumba kilikuwa kunakaa mtu mmoja, lakini mtu mmoja yenyewe aeleweki, ambao anaonekana anakuja na kuondoka na ni muda mwingi sana, kwa sababu huyo mtu yeye babake alikuwa mwanajeshi, lakini yeye sio mwanajeshi. Kwa mwanadada baada ya kusikiliza maongezi haya ya Luni, walikuja huku wakakaa wakatafakari, kwa sababu walikuwa wanataka kujua namna gani wanaweza kumshika mtu wao, ama namna gani wanaweza akalimaliza swala hili katika nchi yao. Lamarck pamoja na dada Hanon wamekaa hapa wakijadiliana, lakini Hanon ana confess, anamwambia hakika mimi nimejiunga askari, angalia majeraha nilopitia, na kumonyesha alama zote za mikono ili mradi nitetee watu. Alama hizi zote nimezipata kutokana na penda maisha watu. Na mchizi Lamarck alishuka chini na kumwambia, tulia, hakika kazi na maji ushavulia nguo, sharti uyaoge, haitakiwi kulialia ama kupaniki. Inajua wewe ni askari mzoefu sana na kazi hii ziendelee. Lakini asubuhi yake katika uwanja mkubwa wa supermarket anaonekana mtu kaingia chooni na akijiosha tu na sura yake ionekane. Maaskari wa kutembea na miguu anaambiwa, na huyu mtu yeye ni vegetarian, yani yeye mara nyingi na mboga za majani na nini, lakini anachagua chakula kile, anatoa nyama anaweka pembeni, anachukua mboga za majani anazikusanya sehemu moja, yani yeye ni vegetarian. Basi huyu jamaa watu wakaanza kuitana pale, lakini huyu mchizi alitoka moja kwa moja na kubeba sahani yake, hataki kuangaliwa. Na mwisho wa siku walipoendelea kumbuguzi, risasi zikaunguruma, na mwisho wa siku watu wakaitwa. Na huyu hapa dada alikuja kwa mtu mmoja ambaye yeye kazi yake ni kutengeza askari. Kwa hiyo ile simu ya huku tatizo hili, dada huyu kapigwa moja kwa moja kuambiwa kwamba kuna mtumiwa na mlengwa huko anafanya mauaji. Lakini walipoenda pale ukuta kila kitu kama kimeshaisha hivi, na kuanza kuangalia katika chumba cha CCTV kamera ili mradi kuendelea kuangalia ni nini ambacho, ni nani ambaye amefanya, ni nini kitu gani ambacho kimetokea. Lakini wakajua huyu sasa ni mwenyewe shooter mwenyewe, kwa sababu alikuwa yuko sharp, alikuwa na target. Mpaka mheshimiwa Lamarck akasema yeye ndo mwenyewe huyu hapa mlengaji na mtoaji roho za watu. Tembeni haraka sana mkaangalie tunampata wapi, tunafanyaje, inaonekana bado hajatoka. Watu wakapita kulia kushoto kwenda kumwangalia mchizi yuko wapi, na hata eneo hili likafungwa kwa uchunguzi zaidi, lakini hawana walichokiambulia, hakuna kilichotokea. Na hapa walibahatika tu kuona jacket la huyu mchizi ambalo amekuja kulitupa hapa, na kweli jacket lilichukuliwa na watu walilishika jacket na kuletewa. Akamwambia sasa nilikwambieni huyu si mtoto mdogo, kwa maana hakuna ushahidi wote ambao ameuacha. Sasa huyu ndio mlengo ambao sisi tunamtaka. Lamarck anaongea, na wakaona bora waitishe kikao viongozi wote kuangalia ni nani ambaye ana uwezo wa kufanya shooting target bila kukosea ama kupepesa macho, na nani ambaye hayuko ndani ya serikali sasa hivi, kwa sababu wanaangalia stance zake, wanaangalia umakini wake. Hata vyombo vya habari wakaanza kuchagua kina Ibrahim Harris, kina nani, walichagua watu wengi, lakini mwisho wa story kawa ni story tu na hakuna mafanikio yoyote zaidi ya kumeza vichwa. Mwanadada hakuamini. Modok pamoja na Mop pamoja na Lamarck na Jack wote walikaa na huyu hapa jamaa Jack Zienzi, wakaendelea kuangalia. Wakamwambia, mnamjua huyu mtu? Maskari wote wamekaa. Basi hapa habari hizi zikaendelea kusema, lakini kwa uongo na uhisia ama kumwisi mtu, wakatoka moja kwa moja na kuna mahali walielekea.
Hapa leo alimuhisi jamaa mmoja ambaye anaitwa David. Huyu David yeye ni mpiga picha tu Scott, lakini yeye aliingiwa tu na uoga, na hawa hapo walimdhania wakamfuata moja kwa moja supermarket. Na leo inakuwa ni mara pili maaskari wanakosea kumdhania mtu ambaye si mwenyewe, kama kilivyotokea kwa yule FBI Jack. Na hapa leo kina Hanan na Ramak wanalifanya kosa lile lile. Scott ama David akiwa hana moja wala mbili, kuna maswaiba zake. Unajua tena watoto mjini hawachelewi kutembea na mguu wa kuku. Mwanamama aliingia na maskari wake na aliingia na vijana wake ili madi kumtaiti David, lakini David hakukubali kukaa chini ya uangalizi wa maaskari, na ikabidi ajitetee kwa sababu hakujua kama hawa ni maaskari. Na walipopigana David anajikuta anapoteza maisha na maaskari wengi wanapoteza maisha. Kwa hiyo David alitaka kujinusuru kwa sababu unajua wenzetu wanaishi sana kwa mabifu nchini kwao. Kwa hiyo askari unapokuja bila nguo, unakuja tuna nguo za kawaida na kumwambia mtu kaa chini ya ulinzi, ingalikuwa hujatokea chochote. Basi constitution ile majamaa tena wakakaa kikao, wakaendelea kulamiana, hata huyu mtu tulomuua nayo sio mwenyewe. Anaambia hakika nyinyi kazi yenu ni kuhisi tu maaskari, inabidi kwanza mchunguze na mpate uangalizi wa hakika, huyu ni nani mlengo ambaye anafanya mambo haya, ama huyu ni sniper, alisomea wapi na kwa nini auwe watu, ana shida gani? Mbona watu wanakufa tu wakati wa mwaka mpya ndio watu wengi huaga wanaondoka, na sikukuu tu hizi. Kwa nini huyu mtu anachukia masikukuu? Kwa nini huyu mtu anachukia mwaka mpya? Kwa nini afanye tu mauaji kipindi kama hiko? Basi mwanadada akaendelea kupata kichwa kikazidi kuacha moto na kuwaza namna gani anaweza kumpata huyu mtu. Lakini hapa alirudi nyumbani na kuwaza mambo mengi, akatafuta bafu kidogo, akaingia ili mradi yake mambo fulani kwa sana. Sasa alipokaa hapa ndani ya maji, kuna wazo analipata. Kama yeye mwenyewe alisomea masuala haya ya utengenezaji, alirudi kwa huyu jamaa printer ambaye kazi yake ni uchoraji. Bwana, hebu nataka historia kwa ufupi. Mchizi kaambia, bwana, siwezi kuaficha, mimi ni printer, na lakini hii nyumba alikuwa anakaa printer mwenzangu ambaye ni mchoraji kama mimi, ambaye anajua kuprint mambo mengi. Lakini inasemekana baba yake yeye alikuwa ni veterani ambao tayari alishapigana vita huko miaka mingi na maisha mengine akaendelea, lakini babake alimwambia aingie jeshini, lakini yeye alikataa. Kwa hiyo yeye sasa ni mtu wa kawaida. Jamaa akaongea vitu vingi sana, akamwambia naweza nikamchora kama mtataka. Basi huyu jamaa na mtoto wake akarudi ndani. Loni huyo akawapa sasa, akamwambia wewe mpumbavu sana, ulishindwa kuongea mambo mengi kwa dhati na kwa uhakika, unatuambia maneno nusu nusu. Akamwambia bwana, sikilizeni, mimi sina mpango wa kuaficha, lengo langu ni wasaidie. Basi mchizi akaanza kushuka kumchora huyu jamaa na kumchora taratibu, ili mradi kiwezekana maaskari wamtambue huyu mtu ambaye anamzungumzia yeye. Basi na hapo walikuja moja kwa moja kwa hawa watu ambao wanatengeza nyama, wakaambiwa huyu ni kweli alikuwa anafanya kazi hapa, lakini kwa sasa hivi ana takribani miaka 2 au mwaka mmoja hayupo hapa, na tulisikia kama amekamatwa yuko gerezani. Kwa hiyo mwenye bucha kubwa ama meneja mkuu wa hizi kazi za hapa buchani ikabidi awaeleze na kuambia kwamba huyu mtu sasa hivi amehama, lakini akaambia maneno mengi kuwapa location. Mark, Lamak pamoja na Hani walimuuliza vizuri huyu mzee, na mzee akawachambulia na kuwadadavulia wapi waende watamkuta huyu mtu. Kwa hiyo inaonekana sasa kuna mtu ambaye washamuhisi, na mwanadada huyu alihisi kitu, kwa sababu kile chumba mara kwanza kilikuwa kinamilikiwa na mtu, lakini mwenye chumba hiko ghafla akawa haonekani. Kwa hiyo dada alipopata location, moja kwa moja akaenda kwa huyu mlengwa ambao ameambiwa kama yeye anaweza kuwa mhusika. Kwa hiyo moja kwa moja walikutana na mama yake mzazi huyu mtoto ama kijana. Akamwambia huyu kijana sasa hivi hayupo hapa, licha mmefuata yeye, lakini yeye hayupo. Mama akawakaribisha hawa watu, akaingia ndani vizuri mradi kujihakikishia na ili mradi wapate kujua. Akamwambia nasikitika sana, lakini kama mwanangu hawezi kufanya mambo hayo, licha ya kwamba mwanangu yeye ni mtu ambaye hana mchezo kwenye ulengaji. Mama aliongea kwa uchungu sana na akiwa anatetea, lakini mwanadada huyu kutokana yeye ni askari akajua mwanamama huyu hayuko peke yake. Kama mwanamama huyu hayuko peke yake hapa alipo, ikabidi aanze kuwa na wasiwasi. Mama akaendelea kumwaga maneno bwana, akaendelea kumwaga swaga, lakini kutokana Hanan yeye ni askari mzoefu ambaye anajua, na akahisi jambo tofauti kutokana na maelezo ya umama. Akasema umama anasema mtoto wake hayupo, lakini mwanae yuko hapa ndani. Basi machale yale hayakumcheza vibaya, kumbe alikuwa yuko on target, amewekwa katika target ambayo yeye mwenyewe alihisi tu. Unajua mtu ukitaka kukata roho unafokuwa, na kweli jamaa alimpiga Ramak na Ramak alidondoka chini. Na Anana alimwambia bwana, tafadhali muombe mwanao asitumalize. Yaani askari huyu alijua kabisa nikifitikisa
usifika hapa nimekufa. Ambia mama tafadhali, mwambie mwanao atoke tu tuongee. Asinimwagie mwanya, nitakufa mimi. Mimi nategemewa. Mama basi akaja akamkinga na akamwambia mtulie hapo hapo, na dada akajisalimisha. Na mama alitoka moja kwa moja akachukua bunduki akamwambia baba toka, usipotoka akajiua pale pale. Ili mradi kumdhibitishia mwanae yeye upambavu anaufanya mtoto wake yeye hautaki, ama upumbavu anaufanya mtoto wake yeye apendezewe nao. Lakini jamaa baada ya kuona mama yake ametoka amejiua moja kwa moja, alitoka moja kwa moja na kuja hapa na kumfuata. Kweli huyu mchizi anaitwa Dean. Dean yeye ndiyo muuaji, na yeye ndiye ambaye apendipendi nyama, licha alifanya kazi katika nyama. Kwa hiyo sasa hivi alikuja hapa na kumwambia huyu askari, kwa nini mnanifuatilia? Ingalia kwamba mimi sina shida na nyinyi, ila mimi sipendi watu wanavyosherehekea mwaka mpya ama sikukuu, kwa sababu sometimes mimi huaga sipendi kelele zao, mimi zinanipa hali mbaya ya kimaisha. Dada akamwambia sasa hiyo ni furaha ya watu, kwa hiyo kama upendi kelele unatoka. Akamwambia sikiliza, uwezi ukapumuliza puliza matarumbeta, ukapiga sio muziki ovyo ovyo, mwisho wa siku unachukua mpaka baruti unazipiga. Ina maana kama kuna watu wana pressure si unatokea. Dada akamwambia hayo ni mambo tu ya kibinadamu, sasa kila mtu na story. Sasa jamaa akasikia nini vioni, akaona dada akaita maskari, ikabidi amwadhibu kidogo. Dada alipokataa, bwana huyo au sijawaita mimi. Hakika walijua tu uje huku kama sisi tunakuja huku, kwa hiyo ilibidi waje kutupa kampani. Dean alitoka na kuwachakaza maskari wa dakika 0 tu. Mwanadada alijitahidi kufungua kamba zile, lakini alishindwa. Dada alimwomba sana, anambia sikiliza Dean, tafadhali usiniue, tafadhali uache mambo ambayo unafanya, kwa sababu watu wanateketea. Lakini unaweza vile vile ukaungana na jeshi la serikali kuendelea kuweka ulinzi katika nchi. Maskari wakazidi kuongezeka, kwa sababu huyu jamaa mwingine aliyeuawa mara mwisho alitoa taarifa. Akamwambia Dean, naomba haraka sana ujisalimishe na utoke nje. FBI walikuja, mwanadada alikata kamba na taratibu akaendelea kumtafuta Dean ndani ya msitu huo ili mradi kumkamata. Dean mwisho siku anaonekana, kwa sababu alipambana sana na maskari, na maskari alikuja nyomi kama nyomi yote. Dean anakutwa amechoka sana, na Dean hakuwa na jinsi tena, kwa sababu nchi imemkamata, sheria imemshikilia, na akauawa vikali Dean baada ya kuambua salenda na alikataa. Na hapa mwanadada anajikuta amemaliza kesi hii, lakini waanga wengi na watu wengi wamepoteza maisha kwenye kesi hiyo. Na Lamak na yeye ameshafariki dunia, na mwanadada na viongozi wake wakubwa wanamwambia hakika sasa hakuna mwingine wa kuendesha hii kesi, na hakuna mtu ambaye anaweza akasimama na kuendelea kufuatilia hizo kesi. Hakika kila kitu tunakupa wewe, kwa sababu kila kitu ulikuwa na Dean. Na dada anaongezwa nafasi ya kazi ama anapandishwa cheo kwa sababu amemaliza hili swala. Wanangu, msisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Chao.